mashabiki wetu wa mkoa wa Manyara kwa iliyotokea. Ni vitu ambavyo vinaweza kutokea wakati wowote na wayapokee kama ni changamoto. Lakini kwa upande wa pili, niwaombe sana washabiki wetu ambao wako kwenye mkoa wa Arusha waekeze nguvu zao kama walivyowekeza ndugu zao wa mkoa wa Manyara kutusapoti katika hali yoyote ambayo itatokea katika wakati wowote. Kubwa, huu mchezo ni mgumu sana. Kwa hiyo sisi tunategemea support yao, wanaweza kutufikisha kwenye malengo ambayo tulikuwa tunahitaji, na ndio maana kwa sasa tumekuja kwenye mkoa wa kitalii, na mwisho wa siku naamini tutafanikiwa kwa pamoja. Shukrani sana mwalimu. Huyo alikuwa ni mwalimu Mohamed Laitha ambaye amezungumza kwa niaba ya benchi la ufundi. Ni wakati wa kumsikiliza mchezaji Jackson Shiga ambaye atazungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake namna ambavyo wamejipanga kuelekea mchezo huu. Karibu sana Jackson. Asante. Kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai hadi kufika siku hii ya leo. Lakini pili, sisi kama wachezaji wa Fountain Gate tupo tayari kwa mchezo wa kesho dhidi ya Singida Big Stars. Mchezo wenu dhidi ya Singida Big Stars kwa mchezo ina nini? Sisi kama wachezaji wa Fountain tunatambua kwamba mchezo hautakuwa rahisi. Utakuwa ni mchezo mgumu sana, lakini tupo tayari na tumejiandaa kukabiliana na kila changamoto ambayo tutakutana nayo uwanjani. Nakaribisha maswali. Jackson. Naam. Katika michezo hii ambayo mwalimu anacheza anaonekana kufanya mabadiliko mengi hasa katika eneo la ulinzi. Ndio. Pia hata leo unatumika eneo hili. Ndio. Haya mabadiliko ambayo yanafanyika mara kwa mara na mwalimu katika kikosi chenu, nini kama wachezaji mnajiandaa vipi kuyapokea na kufanyia kazi sana na matokeo? Nashukuru kwa swali. Fountain Gate tumesajili wachezaji ambao wapo tayari kuipambania Fountain Gate. Kwa hivyo basi mwalimu anapofanya mabadiliko kwenye kila idara, sisi kama wachezaji tunayapokea kwa sababu kila mchezaji yupo tayari kwa ajili ya kuipambania timu. Kwa yoyote ambaye atakuwa anaanza kwenye mechi hiyo ambayo atakuwa ameandaliwa, basi na imani kila mmoja anamwamini mwenzie yupo tayari kuifanya kazi ili kuweza kuisaidia timu kupata matokeo. Shukrani sana. Zungumza sasa na mashabiki wa Fountain kualika kwenye mchezo wenu dhidi ya Singida Black Stars. Sisi kama wachezaji wa Fountain Gate tunapenda kualika mashabiki zetu wa Fountain. Tunaamini kwamba tulipo sisi na wao ndipo walipo. Kwa hiyo tunaamini kwamba licha ya kwamba tuko mbali na nyumbani, lakini tunaamini pia kwenye mkoa wa Dar es Salaam wapo mashabiki wetu wa Fountain Gate ambao wanatupenda na wanatusapoti. Kwa hivyo basi tunawaomba kesho na tunawaalika waje kuishabikia timu yao na tunawaahidi matokeo yaliyo mazuri. Zangu wanahabari, awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyotujalia afya na aliyotukutanisha kwenye kikao chetu cha siku ya leo. Sisi kama maandalizi yamekwenda vizuri. Safiri kutoka Arusha kutoka Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo dhidi ya Singida Black Stars. Na kwa upande wa kikosi, wachezaji wote 23 tuliosafiri nao wako tayari kwa ajili ya kuwakabili Singida Black Stars. Mwalimu, utakuwa ni mchezo wa aina gani na Singida? Mchezo wa Singida na Fountain Gate huwa muda mwingi au mara nyingi unakuwa ni mchezo ambaye sio mwepesi, mgumu, na kwangu mimi naamini utakuwa ni mchezo wa kimbinu zaidi, na tunajua tunapambana na Singida ambaye wametoka tu kupoteza mchezo wao wa mwisho kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo fikra zao, nguvu zao wataelekeza kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, na mimi naamini kwa upande wetu sisi kama Fountain Gate hilo tunalitambua. Ndio maana tumeshajiandaa na tuko tayari kukabiliana na Singida Black Star siku ya kesho. Nzuri, na ni kweli ni changamoto na siwezi kufurahia kwa matokeo kama hayo,
point 12, mechi 12 sio kitu kizuri, lakini kila siku nasema mimi naamini wachezaji wananipa ushirikiano wa kutosha na wanaipambania timu, lakini kuna nyakati zingine tunapitia mapito ambayo ni magumu, lakini kwa hapo tulipofika sina budi, siwadai chochote, nazidi kuwapongeza na mwisho wa siku tutafikia malengo yetu kama timu. Kwa jingine kwa mwalimu. Habari mwalimu. Coach, miongoni mwa timu chache ambazo zimepiga pasi nyingi ambazo zimekamilika basi ni timu yako. Piga pasi ile ni hasa katika mchezo wa dhidi ya Azam. Lakini tukitrace back kidogo mchezo dhidi ya Azam tulianza na mabeki watano, mchezo uliopata ukabadilika kidogo na ulifanikiwa kutengeneza nafasi, lakini umeonekana zaidi timu yako inapiga mashuti mengi kutokea nje ya box. Na sio tunafungia ndani licha ya kuwa na pasi nyingi ambazo zimekamilika zaidi ukimtumia Kasim Haruna. Hili ina maana gani? Nasema kila mchezo una approach yake. Ndio maana unaona tunajaribu kuangalia tunacheza na nani, tutafanya possession. Na ndio utamaduni wangu mimi kuchezea mpira muda mrefu. Lakini inaposhindikana itabidi tutumie mashuti, na umeona juzi huyo ulomtaja amefanya hivyo na tumefanikiwa. Kwa hiyo all in all mimi nazidi kusema nashukuru sana kwa jinsi Mungu anavyonibariki, na naamini mwisho wa siku atanifungulia zaidi ya hayo ambayo umeyaona wewe. Sasa mwisho kwa mwalimu. Na mwalimu zungumza na mashabiki ukiwa